Habari yako mzee Nana? Yes, niko salama. Leo hii mtumishi gani, unajua kuna vitu ambavyo viliweza kufanyika, waliweza kupata na mkasa wa moto, lakini leo wanafunzi kaza wameweza kurudi. Wewe kama mzazi unaweza toa ushauri upi kuhusu hiyo shule, lakini vile wazazi ambao waliweza kupeleka kwa hiyo shule? Mimi jambo la kwanza ninastahili kwanza kuelezea kwamba wazazi wale ambao watoto wao wako katika shule hiyo, kabla watoto hawajaingia kwa shule, ni lazima waelezewe kwamba kama wako secured, kwa sababu mambo ambayo aliyofanyika enzi zile utumishi ilikuwa inachomeka, ilikuwa ya maajabu, kwamba matron ametoka na kavunga na nje, watoto wamechomeka, wengine wametoka kwa juu wakajitupa chini wakavunjika miguu. Ni rafiki yangu ambaye ni wa karibu, ambaye tunakaa naye mtaa mmoja, ambaye mtoto wake iko Kenyatta bado hajapona, ambaye ni maajabu, amevunjika miguu yote mbili, ameweka area. Hii ni kitu ambaye inaudhi sana, kwa sababu wakati ambaye tunatembea kule na kuona vile ambaye mtoto huyu ameanikwa miguu na amevunjika yote miguu yote miwili, hiyo ni kitu ambaye huwezi sema kama mtoto arudi na urudi kwa njia sio eleweka. Ni lazima kwanza, kitu cha kwanza tuelezee, kwa sababu wewe vijana ama watoto ndio inchi. Ikiwa kama hakuna watoto hakuna inchi, kwa sababu si wazee naweza kuwa watu 10 lakini na watoto kama 100, tuko watu 10. Kwa hivyo ni vibaya sana ikiwa kama watoto wameumia. Hiyo ni kuonyesha kwamba sasa hiyo inchi imeisha. Bila watoto hakuna inchi. Kwa hivyo jambo la naweza kushauri wazazi wenzangu ni kwamba tuangalie ni nini ambayo inaendelea katika hiyo utumishi, kwa sababu mambo ambayo yaliyofanyika utumishi ni kama ile ambayo ilifanyika na huko Nyeri. Kwa hivyo ni kama lazima tuwe kama unajua ni kama au secured hapo katika mtu hao anakuashua ni nini ambayo imefanyika na uelewe ni kwa nini ifanyika na inaweza kuzuiliwa namna gani. Si ni wazee na lazima tuangalie vitu ili tuweze kusonga vizuri. Okay, tuko mwezi wa tarehe ambayo inakuwa ni 7/7. Kuna vitu vingi ambazo huwa zinafanyika. Ushauri wako kwa vijana lakini vile kwa rais? Mimi nataka kuambia hivi. Mimi nilikuwa katika wakati wa 7/7 nikiwa Young Turks. You were one of Young Turks, yaani vijana wa enzi hizo kama vile Gen Z today. Ambaye sisi by that time ile ambayo tulikuwa tunaita X generation. Hiyo grupu ambayo tulikuwa naongoza na kina James Orengo, kina Paul Mwite na wengine. Wale ambao tulikuwa vijana wakati huo ni watu kama hao. Sasa hiyo ndio wakati tulikuwa vijana na kukimbia hapo tukipambana na ule pepari mweusi ambaye alikuwa hapo awali, ambaye ni Moi, ambaye alitunyanyasa for that long, tukaamua kupigana naye. Wakati ile ambaye vijana wamekuwa na mambo hii inahusu Gen Z ya 25. Sisi kama wazee wa X generation tuliwapatia support na tukashirikiana na nyinyi kwa hiyo mambo. Kwa hivyo naomba hata siku hiyo na sisi tukiwa tusaidiane. Unajua kuna msemo wa Kiswahili unasemanga, although ni mambo inakaa kama matuzi, lakini Kiswahili tu wahenga, hiyo ni Kiswahili ambayo kutoka kwa wahenga na tunaikubaliana kulinga vile ambavyo wanasema kwamba nyege ni kunyekezana. Sisi tunashirikiana pamoja. Kama si wenyewe tumekusaidia, na wewe pia unisaidie. Kwa wale ambao kunywa pombe wasema kwamba nikikunulia mara 2-3 na urudisha mkono. Kwa hivyo vijana sisi tuwapatia support. Na uliona wazee wenzangu wale ambao tulikuwa Young Turks, kina James Orengo na wengine walikuwa pale, na tulikuwa hata mimi mwenyewe mliona nikishiriki pale tukikimbizwa na tiangazi huko hii inaitwa nini, University Way, tukasonga mpaka hiyo parliament. Mliniona hata nyinyi wenyewe. Tafadhali naomba na nyinyi tushirikiane nanyi siku ya 7/7 kama vile ambavyo tuwasaidia, na nyinyi pia mtusaidie, kwa sababu tuko na one goal, tuko na one common enemy, na tunafikiria kitu moja. Sisi tulijitolea kuwapatia support kama vile nyinyi wazee wa rika yetu tulishirikiana pamoja tukapatiwa support, na wale ambao walikuwa Boguma by that time, wale walikuwa hapo mbele yetu, na wale ambao walikuwa nyuma yetu kama Melini walikuwa wanatupatia support mpaka make sure kwamba tume succeed katika terms na conditions zile ambazo zilikuwa, na tuka make sure tume change. Lakini sasa nyinyi mnavitia economic revolution.
Sasa sisi tunawapatia support muweze kufaulu, kwa sababu na sisi tulifaulu mambo ya katiba na tukafaulu mambo ya multi-party. Na nje na nyinyi ili muweze kufaulu economic revolution, na sisi tunawapatia support. Tafadhali tusaidiane pamoja, kwa sababu tuko na one common enemy. Adui ni moja, ule ambaye tunapigana naye, na hivyo kwa hivyo mahali ambao utakasiku ukiona kama adui ametokea, chukua vimbo, mawe, kila kitu usaidie. Kama nyoka ametokea, tunasaidiana si wote, ugonge na ile kitu uko nayo, make sure tumetoka kwa ile chama ambayo uko na ile mahali ambayo uko, ni make sure kwamba umeelezea injili mpya ile iko Kenya sasa, ambaye ni kwamba ni one term president and one term aende nyumbani. Licha hivyo ambayo anasemaga kwamba hata waongeze term ya president ifika miaka 7 na wabunge, tingependa hata teremke hiyo kama ni 2 years, ndio tumalizane hiyo story once and for all. Kwa hayo machache, tushirikiane pamoja, tushikane pamoja, tuwete change in this country. Kenya ni yetu na tuwezi ama. Kenya ni mama yetu, Kenya ni baba yetu, Kenya ndio mahali ambapo tunaishi, na tuwezi kuonyesha kwamba si kama wazee wa X generation tuliwapatia support na tukashirikiana na nyinyi kwa hiyo mambo. Kwa hivyo naomba hata siku hiyo na sisi tukiwa tusaidiane. Unajua kuna msemo wa Kiswahili unasemanga, although ni mambo inakaa kama matuzi, lakini Kiswahili tu wahenga, hiyo ni Kiswahili ambayo kutoka kwa wahenga, na tunaikubalia kulingana vile ambavyo kwa nasema kwamba nyege ni kunyekezana. Sisi tunashirikiana pamoja, kama si wenyewe tumekusaidia na wewe pia unisaidie. Kwa wale ambao kunywa pombe wasema kwamba nikikunulia mara 2 3 na urudisha mkono. Kwa hivyo vijana sisi tuwapatia support. Na uliona wazee wenzangu wale ambao tulikuwa Young Attacks, kina James Orengo na wengine walikuwa pale, na tulikuwa hata mimi mwenyewe mliona nikishiriki pale, tukikimbizwa na Tiangazi huko hii inaitwa nini, University Way, tukasonga mpaka hiyo parliament, mliniona hata nyinyi wenyewe. Tafadhali naomba na nyinyi tushirikiane nanyi siku ya 7/7 kama vile ambavyo tuwasaidia, na nyinyi pia mtusaidie, kwa sababu tuko na one goal, tuko na one common enemy, na tunafikiria kitu moja. Sisi tulijitolea kuwapatia support kama vile nyinyi wazee wa rika yetu tulishirikiana pamoja tukapatiwa support, na wale ambao walikuwa Boguma by that time, wale walikuwa hapo mbele yetu, na wale ambao walikuwa nyuma yetu kama Melini walikuwa matupatia support mpaka make sure kwamba tume succeed katika terms na conditions zile ambazo zilikuwa, na tuka make sure tume change. Lakini sasa nyinyi mnavikia economic revolution. Sasa sisi tunawapatia support muweze kufaulu, kwa sababu na sisi tulifaulu mambo ya katiba na tukafaulu mambo ya multi-party. Na nje na nyinyi ili muweze kufaulu economic revolution, na sisi tunawapatia support. Tafadhali tusaidiane pamoja, kwa sababu tuko na one common enemy. Adui ni moja, ule ambaye tunapenda. Na Mungu awabariki tuweze kupata nguvu. Asante.